Jicho letu ndio hili. Jicho ni tafsiri ya kuonyesha kile ambacho kinachoendelea. Jicho lipo kwa ajili moja tu ya kumulika mambo tofauti ambayo yanaendelea kimaendeleo na vitu vya namna hiyo, hususan katika kukuza jamii hiyo kiuchumi, kisiasa na mambo mengine mengi zaidi. Hali gani mtazamaji wa Sky TV popote pale ambapo upo, karibu katika jicho letu, tuangazie kile ambacho leo tumebarikiwa kuweza kukiangazia katika jicho letu. Na leo hii tuna mambo mengi sana mazuri. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tutaanzia mbali kidogo, alafu tutakuja katika eneo husika ambalo tunahitaji kuweza kulifahamu kwa undani zaidi. Jicho letu leo nimepata nafasi ya kutua katika mkoa wa Iringa, na kufika katika mkoa wa Iringa tukaona basi ni vizuri zaidi tukakutana na wenyeji katika mkoa huu, na mwenyeji wetu siku ya leo ni mheshimiwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi, waweza kusema CCM, Mheshimiwa Rita Kabati, ambaye tuko naye hapa na tutazungumza mambo tofauti na Rita Kabati kuhusu swala zima la maendeleo hususan katika mkoa wa Iringa na nafasi ya kwake yeye. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu muhimu sana ambacho leo tutapata nafasi ya kuweza kukizungumza na kukiangalia hapa katika jicho letu. Karibu sana katika jicho letu. Asante sana, nashukuru. Marahaba, mjambo? Salama kabisa. Habari ya Iringa? Salama kabisa. Naendeleaje na mnatunyima nini katika mkoa wa Iringa? Sisi tunashukuru, mkoa wetu sisi ni tajiri kwa sababu mwaka mzima sisi mvua zinanyesha. Mvua tu. Tuna maparachichi, tuna vitu vingi, tuna viazi, tuna njegere, tuna kila kitu. Mbarikiwa sana. Karibu katika Sky TV, karibu katika jicho letu. Asante sana, nashukuru. Wengi wanamsikia Rita Kabati. Na mtazamaji wa Sky TV leo wamefurahi kwa sababu wamemwona Rita Kabati. Kidogo watakufahamu Rita Kabati ni nani? Karibu. Mimi nashukuru. Mimi kwa kweli naitwa Rita Kabati, ni mbunge wa viti maalum kwa Iringa. Lakini nimemtumikia miaka vipindi vitatu sasa, miaka 15 katika ubunge. Lakini kabla sijakuwa mbunge nishakuwa diwani katika mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Nataka kufahamu kwanza, kabla kuja katika hivi vipindi vitatu ulivyotumikia. Ndio. Kutoka katika udiwani Dar es Salaam kuja kuwa mbunge Iringa. Hii safari ya masaa mengi hapa, kwa nini? Kwa nini kuwa mbunge katika eneo la Dar es Salaam? Unataka kuniambia Dar es Salaam kuna majimbo yalikuwa yanakufaa kuwa mbunge au tatizo ni nini? Mimi nishukuru. Mimi nilivyokuwa Dar es Salaam, kwanza nilikuwa mwenyekiti nilikuwa balozi. Nikaenda nikawa mwenyekiti wa tawi. Tena tawi langu lilifanya vizuri sana, tawi la Mwembe Madafu Ukonga. Kwa tawi bora kabisa. Baada ya hapo nikawa diwani. Lakini nilipokuwa diwani ndio kuna vitu ambavyo kidogo vilinistua, kwamba kulikuwa kuna wasichana wengi sana, wavulana wengi wanatoka Iringa kuja kufanyishwa kazi za ndani pale Dar es Salaam. Nilikuwa sipendi sana hicho kitu kwa sababu wengine walikuwa wanatolewa kwenye shule, wanaletwa kule. Kulikuwa kabisa kuna madalali wanatoka Iringa, wanafanya udalali, wanakuja kuwaleta kuja kufanya kazi za ndani. Na utakuta walikuwa wanafikiria labda kufanya kazi za ndani labda kunaweza kuwasaidia, lakini kwa naona kama wengine walikuwa kwenye madanguro. Kile kiliniumiza sana mimi nikiwa pale diwani na halmashauri. Basi mimi nikaona sasa nianze kupambana na ili wimbi la wasichana wetu wanaokwenda kufanyishwa kazi za ndani. Kwanza nilipokuwa diwani kuna vitu vikubwa nilivifanya pale Ukonga. Kwanza nilikuwa pia nataka kusaidia vijana yani wamama ambao walikuwa hawana mitaji. Nikaanzisha SACCOS kubwa sana ambayo ilikuwa kama ndio inawapatia mitaji. Ilikuwa inawekeza uwezeshwe SACCOS pale Ukonga. Na nia yangu nilikuwa nataka iwe benki kata. Wakati naondoka nimeacha kama milioni 500 na tukawa na eneo letu ambalo tukawa tunataka kuweka benki kata. Lakini kitu ambacho kilinifanya mimi sasa niachane na udiwani, maana watu waliniomba hata nigombee jimbo la Ukonga. Na nikaanza mikakati wakati ule. Alikuwepo mbunge wa jimbo, akawa mimi nilikuwa katibu wake. Nilikuwa nishafanya kazi naye sana. Lakini mimi sikutaka kuendelea Ukonga. Nikaona nyumbani ni nyumbani. Kuna vitu ambavyo mimi vinanigusa nyumbani kwetu. Basi namshukuru Mungu kutokana na kazi nzuri ambayo nilikuwa nimeifanya. Mwenyekiti wetu wa UWT wa mkoa wa Iringa akaniomba niwe
niwe mjumbe wa kamati ya uchumi kwenye mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo nilikuwa sasa nafanya kazi mbili, huku diwani, kule mjumbe wa kamati ya uchumi ya mkoa. Kwa hiyo kutokana na shughuli nzuri niliyoifanya kwenye uchumi, wakawa sasa, wewe bora urudi nyumbani. Na mimi kwa hiyo nia yangu nataka nirudi nyumbani. Lakini hata hapa sasa huwezi kupambana na kitu kama hujaandaa unawapeleka wapi. Kwa hiyo nikaanzisha kampuni kubwa ya usafi. Rix Enterprises Limited. Iko kwenye mawizara tu mengi. Hata kama ukienda pale Benjamin Mkapa, toka hospitali imeanza basi kuna vijana wanafanya mambo ya usafi pale. Sawa sawa. Kwa hiyo nilianzisha hiyo kampuni ndio nikajitahidi sasa. Kwanza vijana waliokuwa wamekuja Iringa wale wanafanyishwa kazi za ajabu ajabu. Nikaomba CCM wakanipa ofisi kama ya counseling. Kwenye ofisi ya Ilala mpaka leo bado ipo pale na ofisi yangu. Kwa hiyo nikawa sasa pale nasaidia hata vijana tunaowachukua kwenye kufanya campaign, alafu tunakuwa saingia tunawadampu tunasema. Manake wanakuwa sasa hawana cha kufanya, kampeni washamaliza, ushashinda. Una hata time nayo, wengine hata simu hawapokelewi. Sasa mimi wale ndio nilikuwa nawachukua sasa nafanyia counseling na waingiza kwenye kampuni. Maana nilikuwa na vijana zaidi ya 400 hata 600. Nikupata ajira ya vijana kama hao. Kwa hiyo baada ya nilivyoenda kugombea ubunge Iringa, wananchi waliniona, wamama wakaona kazi nzuri niliyofanya kwenye mambo ya uchumi. Kwa hiyo wakanipa nafasi ya kuwa mbunge sasa wa viti maalum kwa Iringa. Na mimi nikashukuru. Sasa ndio mapambano yote nikahamishia kwetu Iringa. Kwanza nikupe hongera kwa safari ambayo ulianza nayo kuhakikisha kwamba unawatetea watu, lakini namna ambavyo umeanza historia yako japo kwa kifupi, mtazamaji kwa natamani kwamba iwe ndefu sana, vitu vingi, lakini muda utoshi. Utoshi. Angalau pale nilipata vitu vingi. Pia kulikuwa kuna watoto wadogo ambao wanapata shida kwenye mambo ya kulelewa pia, kwa sababu hata Mausigero ndio hao. Kwa hiyo nianzisha daycare ambayo ilikuwa pia nianzisha madarasa kama 3, watoto kama 600 daycare, Hope and Joy. Daycare, nursery school and daycare. Pia niweza kusaidia watoto wengi sana kwenda kwenye daycare ambazo sio nzuri pale Ukonga. Ni kitu kizuri na kinatia moyo. Tunapozungumza kuhusu viti maalum, mtazamaji wa Sky TV ana tafsiri tofauti sana. Lakini nini maana viti maalum na unapataje nafasi ya kwa viti maalum? Na je, viti maalum ni kwa wanawake tu au karibu? Ubunge kwanza una wabunge wa majimbo. Kuna wabunge wa nafasi za kuchaguliwa na rais. Na vyenyewe kama ni viti maalum kwa sababu ni viti ambavyo vimetengwa kwa ajili ya rais anaweza akateua watu 10. Lakini kuna viti maalum vya wanawake. Ambavyo vyenyewe sasa sisi chimbuko letu ni jumuiya yetu ya UWT. Tunatokea huko. Ilitengwa na chama chetu cha Mapinduzi. Na hii ilionekana kwamba serikali kulikuwa kuna mfumo dume sana. Wanawake zamani walikuwa wachaguliwi. Kwa hiyo wakaamua 30% wanawake wapate hizo nafasi kwenye vyama vyote. Kwa hiyo sasa wakati wa uchaguzi huwa wote mnapata hizo 1%, lakini nategemea sasa kwenye uchaguzi mkuu watachaguliwa wabunge wa majimbo wangapi. Kwa hiyo ndio vinagawanyika kwenye vyama vyote. Ndio kuna wakati unakumbuka Chadema waliingia wanawake wengi kwa sababu walikuwa na majimbo mengi. Na wanawake wa viti maalum wakawa wengi sana. Kwa hiyo huwa ni 1% sasa pale mwishoni ndio mnapewa. Unaweza labda CCM kapewa 70%, kwa hiyo wanaingia wanawake 70. Pengine chama kingine wa 5% wanaingia wachache. Kwa hiyo sasa sisi kwenye upande wetu wa UWT huwa kunakuwa na mgawanyiko. Kuna makundi ya kila mkoa unapewa viti 2. Alafu kuna viti vya wawakilishi wa watu wenye ulemavu viti 2. Alafu vyuo vikuu viti 2. Makundi ya wafanyakazi viti 2. Kwa hiyo sasa tukijumlisha zile 1% tulizozipata ndio tunaingia kwenye bunge kuwakilisha wenzetu. Sawa. Hongera sana kwa nafasi hiyo. Lakini sasa ukichaguliwa kwake kila mkoa kila kata inakuwa na wajumbe 2 ya mkoa husika. Kwa mfano Iringa sisi tuna kata 108. Kwa hiyo kata hizo 108 wanakuja wawakilishi 2. Unakuwa na mkutano wa mkoa. Mkutano wa mkoa. Kwa hiyo mkutano wa mkoa ndio ambao unatuchagua sasa kutokana na kwamba huko unakuwa mkoa mzima umekuchagua. Kutokana na wawakilishi unaotoka kwenye kata zao. Una muda gani katika nafasi ya viti maalum? Mimi nishukuru kwa kweli hiki ni kipindi cha 3, miaka 15 sasa. Miaka 15.
Hongera sana. Asante. Hongera sana. Nashukuru. Hongera sana. Asante. Tuanzie hapo. Yeah. Sababu tunasema jicho sasa ndio linapoanza. Yeah. Katika miaka 15 ya kuwa katika nafasi ya viti maalum. Tuanze mitano ya kwanza. Tuje mitano mingine. Tunaweza tukaunganisha maana yake sasa. Sawa, yote tu ni yote ni maungano. Nini ambacho umekifanya, nini ambacho unajivunia, nini ambacho ulipoingia huku kikuta lakini kwa uwepo wako wewe kimekuwepo? Mimi nishukuru kusema kweli. Toka nimeingia kama nilivyokuambia, nilikuwa na kerwa sana na watoto wa kike wa kiume kwenda kufanyishwa kazi za ndani. Mpaka wanaitwa ma-TX manani wakati vijana hawajasoma afu wanaitwa ma-TX. Kwa hiyo niliporudi huku kwanza nilipambana kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa kike au wa kiume anachukuliwa kwenda kufanya kazi za ndani. Kwa hiyo niliungana na mkoa wangu hasa kwenye nani ya elimu ili kuona watoto wanaomaliza shule wanafanywa vitu gani. Niliendelea na ile kampuni yangu kuileta mpaka Iringa kwamba vijana ambao hawana kazi at least basi waingie kwenye ajira ambayo inaweza ikawasaidia na wakawa wana ajira ya kutosha. Lakini vile vile kitu kingine ambacho nilichogundua kwamba bado maboresho kwenye elimu alitakiwa tusaidie na sisi kama wabunge wa viti maalum. Sisi hatuna mifuko ya jimbo, lakini unatakiwa wewe mwenyewe utumie akili yako. Unasaidiaje? Kwa hiyo mimi nilipoingia Iringa, kwanza kabisa namshukuru Mungu, chama changu kilinipangia niingie kwenye halmashauri ya manispaa kwa sababu pale ndio kuna upinzani. Ili at least nifanye kazi na mbunge wa upinzani wa Chadema wakati ule. Kwa hiyo vitu ambavyo niliviona pale ni kwamba shule zetu za msingi kwanza zilikuwa ziko mbovu sana. Lakini mkoa wetu wa Iringa una baridi sana. Kwa hiyo watoto walikuwa pia watoro sana. Kwa sababu na mazingira ya shule ambayo yalikuwepo. Lakini kulikuwa kuna wimbi kubwa la ubakaji wa watoto sana. Kwa sababu mtoto anatoka shule, haendi shule kutokana na mazingira yalivyokuwa mabovu. Kwa hiyo nikaona sasa hapa nikatengeneza andiko kutafuta pesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakarabati shule ziwe na floor, ziwe na dari hizo, ziwe na madirisha ili watoto wapende kwanza mazingira yale ya shule wasiweze kutoroka. Lakini kuna nyingine zilikuwa hazina hata vyoo vizuri, vingine vimejaa. Kwa hiyo pia nilikuwa tunaliangalia hilo. Kwa hiyo ninashukuru wadau wengi sana walijitokeza na nilikuwa naenda mpaka kwa wadau hawa wenye mashirika, wengine wanataka wachukue darasa au shule nzima waikarabati au madarasa yale ambayo mabovu ya karabati wao wenyewe. Tulikuwa tunawapa hiyo nafasi. Tulikarabati shule nyingi sana. Nakumbuka nilipata hata cheti cha mkoa kwa sababu ufaulu pia uliongezeka kutokana na kuweka mazingira mazuri. Lakini kitu kingine, mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu. Naguswa sana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nilikuwa na NGO yangu ambayo yenyewe iliendelea kufanya masuala ya kusaidia watu wenye ulemavu. Nakumbuka hata nilipokuwa diwani pia, makele NGO yangu ni muda mrefu nimeanza nayo. Niliweza kutafuta baisikeli za watu wenye vifaa wezeshi kusema watu wenye ulemavu kule Dar es Salaam. Wote kwenye Ilala yote, kwenye wilaya nzima. Lakini pia nikawa nawasaidia wale wenye ulemavu kupata biashara pale Ilala. Walipata gao maduka. Kwa hiyo hata nilivyokuja huku shughuli yangu ile imeendelea mpaka hii leo. Mkoa wa Iringa ni kati ya mikoa ambayo huwa nagawa mimi baisikeli na watu waliopoteza viungo. Siku zote watu tunakuwa makongamano kwa mwaka mara 2. Kwanza natafuta na tangaza wanakwenda kwenye hospitali. Zamani tulikuwa tunawapeleka Dar es Salaam. Sasa hivi tunashukuru mkoa wetu wa Iringa una karakana nzuri sana kutengeneza viungo watu wenye ulemavu na kuna Muitaliano ambaye sasa anatengeneza viungo vizuri sana japokuwa gharama ni kubwa pia. Kwa hiyo sasa ndio huwa natangaza wanakwenda kupima, wakishapima najua nina watu wenye ulemavu wangapi. Kwa hiyo tukishajua gharama sasa naanza kutafuta sasa wahisani ili waweze kupatia hivyo viungo. Na huwa nafanya makongamano kucheki afya za wazee. Natafuta madaktari kutoka Dar es Salaam kwenye sekta zote wanakuja wanafanyiwa check up watu wenye ulemavu na wazee. Kwa hiyo imenisaidia sana. Kwanza linabariki lakini kujulikana mimi Rita Kabati anafanya nini. Hata wengine wanasema sawa sawa na Rita Wakashia kwa sababu nafanya matendo ya huruma. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hilo ni baraka kwangu hata watu wenye ulemavu. Na mpaka sasa hivi
watu wenye ulemavu, nimeweza kutengeneza timu za watu wenye ulemavu. Tuna timu ya basket, tuna timu ya football. Timu ya basket ilishakwenda mpaka dai kashinda. Ya watu wenye ulemavu. Hata mimi wanacheza nao. Basketball na wheelchair ili kuwapa moyo. Lakini vile vile swala la elimu bado nimeendelea kupambana nalo kwa sababu nia yangu kuboresha elimu ya Iringa, kuondoa ile kitu ambayo mimi nilikuwa siipendi. Kwa hiyo sasa hivi nikatafuta wadau sasa. Nina mdau kutoka Marekani ambaye ule mradi nimepata wa kuwekewa kompyuta lab shule zote za serikali za mkoa mzima wa Iringa. Kwa hiyo tumeanza sasa kuweka kwenye wilaya ya Kilolo. Na juzi waziri alikuja kuzindua ule mradi mkubwa sana. Na aliona jinsi wanafunzi walivyobadilika na tunamshukuru sana Mheshimiwa Jerry Silaa. Ameahidi kwamba kwanza anatuletea wataalamu ili shule ambazo zimeshapatiwa ule mradi waingie kwenye mtihani wa IT. Kwa sababu kompyuta wanazo. Mapema ili tupate wataalamu wengi wa kutosha. Sawa. Kwa hiyo mimi nashukuru. Pia tunashukuru sana Airtel. Wamekuja kutuletea mawasiliano kwenye shule zote ambazo zimeshawekewa kuweka internet bure. Kwa shule ambazo tayari zina mradi wa computer lab. Hongera sana Mheshimiwa Rita Kabati, kiukweli umefanya vitu vikubwa sana. Vingi. Wewe kunisikiliza utachoka kwa sababu na vitu vingi. Na mimi navitaka hivyo kwa sababu hivyo ndio vinaleta chachu na hivyo ndio tunaona jicho linakoelekea. Lakini nikapata tena mfadhili mwingine akanifadhili vitanda, magodoro, mablanketi. Kwa hiyo nimeshasambaza kwenye zahanati, vituo vya afya vingi. Na nashukuru nilivyokuwa nafanya ziara pia nikatembelea kwenye wilaya yetu ya Kilolo kwenye hospitali. Nikakuta kuna baadhi ya watu hawana sehemu za kulala, wauguzaji. Na kama ulishawahi kufika Kilolo kuna baridi sana. Sana. Watu wanalala nje kwenye moto. Hawana sehemu za kulala. Kwa hiyo sasa hizi nimeanzisha mradi na watengenezea na nimeshaanza ujenzi wa na hostel ya wanawake na wanaume, choo na bafu na jiko. Ili sasa wale wanaouguza wagonjwa wawe na sehemu ya kulala. Kwa sababu nataka kufahamu kitu. Kwa haya ambayo umeanza kuyafanya. Unakumbana na changamoto gani ya kupingwa? Kwa sababu mara nyingi ukitaka kufanya kitu cha maendeleo sio watu wote watasema ndio. Kuna wengine wanakaa kwenye yale maneno ya mabehewa. Huyu naye haideki mbele. Nakumbuka nishai kujenga kituo cha polisi cha Semtema pale. Kulikuwa kuna changamoto chuo cha Tumaini cha Iringa. Walikuwa navamiwa sana lakini hakuna kituo cha afya, hakuna anaangalia. Sana mimi nimeshazungumza sana, nimeshaomba sana kituo cha afya akifanyiki. Mimi sipendi hivyo. Kwa hiyo mimi nikaanzisha juhudi za kujenga kituo, nikaomba ramani kweli inakuwa, wakanipa ramani. Basi nikajenga kituo cha polisi kwa ajili ya kusaidia vijana wengi walikuwa naishi mazingira ya pale lakini hamna kituo cha afya. Nakumbuka wakati ule sasa alikuwa tuko na upinzani, alikuwa ananitukana kila siku, anajenga ili mkamatwe, anajenga kituo cha polisi ili mkamatwe. Nikajua hayo ni maneno tu. Lakini kitu kikubwa ambacho changamoto tunazokutana nazo hasa sisi wabunge wa viti maalum, maana nawasemea hata wenzangu. Sisi wabunge tunafanya kazi kwanza kwenye majimbo ya wabunge wa majimbo. Hawapendi. Shughuli inaanzia hapo. Kwa hiyo mnaanza tu visa kwa sababu mimi napenda kufanya kazi za jamii. Kwa hiyo lazima hata unipenda. Yeye hafanyi, anasubiri hela za serikali. Mimi natafuta mwenyewe. Yeye ana mfuko mimi sina mfuko wa jimbo lakini mimi nafanya vya kijamii zaidi. Kwa hiyo watu of course mimi watanipenda zaidi. Kwa hiyo pia ni changamoto. Ukitaka kufanya mkutano wa hadhara unapingwa, yani mpaka unafanya kwa shughuli inakuwa sio nyepesi. Kwa hiyo na sisi kama sisi ambao tunapenda kufanya kazi inatusaidia na sisi kupenda sasa kuingia jimboni. Ili nikawe na jimbo langu. Miaka 15 ya ubunge wa viti maalum tuseme na inahitimishwa pale Mheshimiwa Rais atakapovunja bunge. Katika miaka hii 15 mbali ya kile ambacho umekifanya na naamini katika hii miaka 15 umefanya kazi na wabunge tofauti.
Katika kile ambacho umekifanya katika hii miaka 15, unaiangalia vipi Iringa, unaionaje Iringa mjini, lakini pia unawaonaje wale ambao ulikuwa unawahudumia? Nataka kufahamu hilo. Lakini kama itoshi, utakapomaliza hii miaka 5, mama umekaa miaka pale 15, je, unataka sasa na ukae katika jimbo rasmi miaka 5 mingine au la? Mimi nishukuru kwamba katika hivi kipindi miaka 15, kwanza nilikuwa nafanya kazi kwenye halmashauri zote. Kwa sababu mimi ni mbunge wa mkoa mzima. Ndiyo. Na kama utakuwa unanifuatiliaga sana bungeni, nauliza sana maswali. Kwa sababu changamoto nyingi sana nazifahamu. Mimi napenda kufanya ziara, kutana na watu, alafu napenda pia kusocialize na watu wengi. Alafu waandishi wa habari mimi nawaheshimu kwa sababu toka niko Dar es Salaam, toka sehemu yoyote, wamenifanya nikajulikana kwamba mimi ni nani, nafanya nini. Na watu wengine wanaleta matatizo yao kutokana waliniona nafanya kitu fulani, kwa hiyo wananitafuta. Kwa hiyo mimi napenda sana vyombo vya habari. Sababu vinahabarisha, alafu pia ndio ambao wameniheshimisha mimi. Nakumbuka hata nilipopata ubunge kutoka, kwa sababu hata nilipokuwa diwani nimefanya kazi sana na waandishi wa habari. Walinifanyia pati waandishi wa habari wa Dar es Salaam kwamba wewe ni tunda letu. Kwa sababu mimi simkimbii mwandishi wa habari, kwa sababu si lazima uonge nao, uhabarishwe, na ukinipa kitu nakifanyia kazi. Sawa sawa. Na ndio maana huaga nawaalika hata bungeni waandishi wa habari wote wa mkoa wa Iringa. Angalau ndio shukrani yangu na mimi waje bungeni wakati wa wizara yao. Sawa. Yeah. Kwa hiyo mimi niseme kwamba wengi wananipenda kwenye mkoa wangu wa Iringa. Kiasi kwamba mimi naweza nikachagua jimbo lolote nikaenda na nikapata. Bila hata pressure. Kwa sababu nafanya nao kazi, wananifahamu, wala hatahangaika kwamba huyo hataweza kufanya kazi. Hauwezi kuwa na mashaka. Ndio uzuri huo. Kwa hiyo lakini napenda pia kufanya kazi za jamii kwa sababu ziko kwenye moyo wangu. Lakini pia watu wengi wanapenda kupitisha hata misaada kwangu kwa sababu huwa wanafikisha. Sasa hivi nina watu wa misaada Waarabu wananiletea matende napeleka mkoa mzima. Wananiletea misaafu ya Kiislamu napeleka kwenye misikiti. Tena kwa waandishi wa habari tunawapelekea clip. Na vitu vingi ambavyo kwa sasa hivi naanza kupokea mzigo wa vifaa vya kuanzisha sijui ni chuo center tuseme kwa ajili ya ufundi. Nishapokea vifaa vingi ambavyo nategemea nitakuwa na kitu nani kubwa sana. Shida yangu, nia yangu hiyo kitu nani yangu mimi nataka nisaidie watu waanzishe viwanda vidogo vidogo. Kwa mfano sasa hivi tuna mikopo ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Bado haitumiki vizuri. Lakini tutarudi hapo kwenye bado haitumiki vizuri. Hapo ndio kwenyewe. Mtazamaji, ni Jicho Letu kutoka Sky TV. Unao nafasi pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube pamoja na Facebook. Andika Sky International TV, itakuwa ni vizuri zaidi sana ili uweze kunufaika na hiki ambacho tunakupatia hususan katika Jicho Letu. Kawaida ya jicho likifumbuka huwa linajifumba kidogo, alafu linafumbuka tena. Kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko sawa. Kwa hiyo endelea kuhakikisha kwamba unakuwa uko pamoja na sisi kwenye halmashauri pale. Nilikuwa najaribu kutafuta uje, sasa ndio umekuja pale nilipokuwa napataka mimi. Kwenye halmashauri kuna shida gani katika mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu? Kwa sababu hiki ni kilio cha kila eneo ambalo naenda. Sijui labda Iringa kilio kipo lakini kimepungua. Utatuambia. Ndio. Karibu. Asante sana. Mimi naona bado kuna shida kwenye hii mikopo. Kwa sababu nimeshakaa kwenye halmashauri hizo 4 sasa. Maana nilikuwa diwani, huku nimekaa vipindi miaka 15, kule miaka 5, miaka 20. Changamoto iliyoko kwenye mikopo yetu hii, unaona vikundi kwanza, watu wanapewa mikopo hawajui wafanyie nini. Watu wanapewa mikopo ya vikundi wanaungana tu, wengine hata hawajuani. Kwa sababu kuna hela. Kwa sababu kuna sheria kwamba mwe wa 10, 15. Kwa hiyo unawatafuta tu hata watu wajui au ndugu zako wote unaweka pale. Cha msingi tu 15, mtapata milioni 2 au milioni 3. Mkishapata zile mnagawana tu. Kwa hiyo kila mtu atajua atakachofanya. Alafu hata ukusanyaji wake yani hauna impact kwamba atanifanya chochote. Kwa sababu sijaweka rehani, sijaweka chochote, mkipotea mmepotea. Hii imetoka kwa mama hii.
Kwa hiyo tunamshukuru hata mama alivyosema kwamba hii mikopo hii nani kwanza msimamishe kwanza. Mjipange upya na mingine iende benki. Mbona wengine wamepeleka benki kwenye baadhi ya halmashauri. Watakopia benki, wale wana utaalamu. Lakini kama tunataka kweli kuwasaidia hii mikopo ya halmashauri iweze kuwa yana mzunguko, yani lazima mtu tupate hela nyingine, mzunguko uwe mkubwa. Tunatakiwa kwanza wapate elimu. Tusiwape pesa. Tuwape elimu. Nini nitakachofanya mimi? Ambacho hata sasa hivi mimi tayari nimeunganisha vijana wasomi waliosoma kilimo kwenye mkoa wangu wote. Tumefungua kampuni. Tumeanzisha shamba la parachichi. Alikuja kuzindua waziri mkuu. Kuna miche 700,000 na safari hii Wizara ya Kilimo imewapatia oda ya miche karibu 1,000,000 na kitu. Sasa hiyo ndio ajira vijana wataweza kujiajiri. Kwa sababu kwanza watapata pesa yao na wao wanaweza wakalima wakaendelea, ikawa ile ni ajira ambayo wataendelea kujiajiri siku zote na wakaajiri na wenzao. Kwa hiyo sasa kama halmashauri kweli zisiwape pesa. Kwa mfano mimi nimeanzisha sasa kuwapatia mafunzo. Nikiwapatia mafunzo naangalia changamoto nini kwenye eneo langu. Kwa mfano nilienda niliandikwa kwenye jukwaa moja la wanawake. Wakanieleza hapa mama hatuna miradi, hatupati pesa za nani za 10%. Nikawaambia sasa hapa nyinyi mnafikiri kuna malighafi gani? Wakasema kuna nyanya. Lakini nyanya zenyewe hazina soko. Nikasema sasa tayari mmeshapata mradi. Hapa tunatakiwa sasa tuanzishe kiwanda cha kusindika hizo nyanya ambazo hazina soko. Kiwanda kichukue, kizibadilishe, kisindike sasa. Tuweke tomato sauce, tuweke sijui nini sauce, afu tunaboresha, tunasafirisha sasa hata nje, hata hapa mkoani, hata kwenye supermarket zote, kwa sababu SIDO wapo, benki wapo. Yani sasa hivi hata hakuna shida kwa sababu kila kitu kipo. TBS wapo, mtatengeneza kitu kizuri ambacho nyingi mtaajiri sehemu zote. Ndio tutakiwa halmashauri zifanye. Kwa sababu sisi tumeshaanza kutembelea hata miradi ya viwanda vidogo vidogo vya China kule. Ndicho wanachokifanya. Mnapewa mashine, ile malighafi mnanunuliwa, alafu mnaangaliwa sasa pesa kama kidogo sana ya kuendesha ule mradi. Ndio pesa zitarudi. Lakini kuwapa pesa kama pesa hatuwezi kurudisha hizo pesa. Kila siku tutakuwa tuna madeni ambayo watu hawajui cha kufanyia. Wanachezea ngoma, wanafanyia harusi, wanapeana upatu. Wakati ni pesa wamekopa. Hatari sana. Sawa. Kwa hiyo sasa mimi hata nani yangu itakuwa hivyo. Kituo changu hicho cha nitakachokifungua cha ufundi. Nitatayarisha vijana. Wakifundishwa 15 tunawatafutia, labda nataka kufundishwa mambo ya useremala. Tukiwatafutia kisehemu wanafanya mambo ya useremala, tuwatafutia na halmashauri waunganishe. Wapatiwe pesa, lakini hiyo pesa wakitengeneza labda wanatakia madawati au wanahitaji sijui nini meza kwa ajili ya shule, wao wanunue. Unaona? Kwa hiyo itakuwa rahisi tu. Mzunguko utakuwa mwepesi na hao vijana watajiajiri kwa urahisi sana. Jicho letu bado liko pamoja na wewe, na leo tumepata nafasi nzuri zaidi ya kuzungumza, na tunaendelea kuzungumza na mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Rita Kabati, moja kati ya wakina mama shupavu, kina mama wa chuma haswa, ambao wameweza kusogeza maendeleo makubwa sana kwa namna moja ama nyingine, ambapo yamepelekea mpaka naamini kwamba kuna wengine wameweza kunufaika. Hivyo unavyomwona kwenye Sky TV, kila mmoja anasema bila yeye labda nisingekuepo hapa. Jicho linajifumba kidogo, alafu jicho litajifumbua. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya
yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 39 00. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Naam, ni jicho letu limejifumbua tena. Asante, naendelea kufuatilia vizuri zaidi Sky TV popote pale ambapo upo. Tuko na mheshimiwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rita Kabati, na tunazungumza naye vitu vingi zaidi. Tulikuwa tujamalizia katika lile eneo kwamba elimu itolewe kwanza, alafu ndo fedha iweze kutolewa ili vijana waweze kujiajiri, lakini mama pia waweze kujiajiri. Ni kitu kizuri. Lakini pia nataka kujua kwamba namna ambavyo unaweza kuwasaidia vijana katika mkoa wa Iringa, na wengine tayari kama ulivyosema kwamba umeanzisha shamba kwa ajili ya parachichi na mengineyo mengi. Unadhani unaweza kutoa ushauri gani katika halmashauri nyingine, katika mikoa mingine, namna bora zaidi ya kuweza kuwasaidia vijana ili hii fedha ambayo inatolewa iweze kuleta tija katika maisha ya hawa mmoja mmoja? Mimi kwanza kuna halmashauri nyingine wafugaji. Wanaweza wakawafundisha vikundi vya vijana, kina mama, hata watu wenye ulemavu. Pengine tuchukulie labda ufugaji wa samaki. Sasa instead of kuwapa pesa, wanawajengea bwawa, wananunulia vifaranga, wananunulia chakula na masoko. Rahisi sana. Ndio hata mimi kwenye hiyo ndani yetu itakuwepo pia mambo ya kuwasaidia hiyo. Ufugaji wa kuku, badala ya kuwapa pesa, bora watengenezee nani nzuri ya kufugaji wa kuku. Wakati wameshapata na elimu, alafu wakawanunulia vifaranga vya kuku, madawa na kila kitu. Alafu wakawasimamia, kwa sababu kuna maafisa mifugo, sio kuna manani wale, wakasimamia hiyo miradi ya vijana na kina mama, itakuwa inatija. Itasaidia hata ile pesa itaweza sasa kuwa na mzunguko mzuri. Watu wengi watakopa na itakuwa inawasaidia, na hata uchumi pia utakuwa. Hata halmashauri pia zitakusanya kodi nyingi kwa sababu watu wengi watakuwa na miradi ya kufanya. Umekuwa umeilea jamii kwa muda mrefu. Kwa ni mzoefu. Ni mzoefu kabisa. Niambie matatizo yaliyoko kwenye jamii, changamoto zake. Viongozi tunaowateua, tunaowapa nafasi, wanajua matatizo, na kama wanajua kipi ambacho kinakwamisha kutatua matatizo yao, lakini kama itoshi ni nini kifanyike ili kupunguza, kwa sababu matatizo hayawezi kuisha. Hata kama ikija maendeleo nao uwepo wa maendeleo yanakuja na matatizo yake ambayo yameambatana na hayo maendeleo. Nini kifanyike katika eneo hili? Tuiangalie. Mimi ninapoona, unajua unaona kwamba jamii iko katika nyanja tofauti tofauti. Jamii iko kwenye taasisi za dini, jamii iko katika maeneo tunaoishi. Sasa hii miradi bado angepeleka hata kwenye makanisa, sio kwenye nini huko, vijana wajifunze kufanya kazi. Unajua watoto wako idle. Hawana kitu cha kufanya. Kwa hiyo wanafanya hata vitu vingine ambavyo visivyotakiwa. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tuwajengee utaratibu au watoto wajitambue. Unajua lazima wajitambue vijana wetu kwamba wewe kijana utakuja kuwa na familia, lazima uwe na kitu cha kufanya ili kuweze kusaidia. Kwa hiyo sasa tukisaidiana sisi wote tukawa tunazungumza lugha moja, tunaweza tukasaidia vijana. Tumeenda kwenye nchi za wenzetu. Vijana, yani miaka 18 mtoto anajitegemea mwenyewe. Nyumbani anatolewa kabisa.
Kwa hiyo pale lazima afanye kazi ili aweze kujikusuru na maisha. Sasa sio kwetu, mtoto ameshaoa na wajukuu unalea we mwenyewe mzazi. Miaka 40 unakula miaka 40 50 bado unazidi kulea mtoto wako. Kwa hiyo inayo pia inafanya vijana wanajisahau, hawawajibiki. Lakini pia ndio hivyo, labda wanakuwa hawana kazi, lakini kazi zipo. Ndio hizi halmashauri ziwape shughuli vijana. Unaona, mimi nasikia uchungu sana napokuta kijana kasoma mpaka chuo kikuu na masters 2 sijui ngapi, anaendesha boda boda. Yaani anapewa mkopo wa vijana, anaenda kununua boda boda. Vijana kibao mimi nawapa miguu, wengine hata waweze hata miguu yenyewe haiwezekani. Wamepata ajali ambayo huyu kijana ana kitu hapa. Ana uwezo angesaidia ambao hawajasoma, tungefika mbali, tungekuwa na ajira nyingi. Tumeenda kule China. Yaani ukina mama wengi wana miradi tena nyumbani kwake. Wala sio kiwanda, ni kichumba kidogo. Ndicho ambacho tufundishe viwanda vidogo vidogo kwenye nyumba zetu hizi. Yaani uchumi utakuwa kwa haraka, alafu tutakuwa tuna ajira za kutosha. Na kila mtu atajiajiri, atawajibika. Masoko yanakuwepo. Unaona China wanavyotupeleka kwenda kuchukua masoko. Sasa hizo wanakuja hata Kariakoo kuuza vitu vyao. Sisi ndio tunatakiwa tufanye sisi wenyewe, lakini hatuwezi kufanya, hatujaandaliwa kufanya hivyo. Lakini ifike sehemu sasa sisi viongozi tunaochaguliwa lazima tuwe creative. Unajua mimi nachukia mtu ambaye anakuwa kiongozi afu naye anakuwa analalamika. Hata bungeni mimi nikilalamika, yani sipendi kulalamika, lakini toa solution. Tunakutegemea wewe. Tunakutegemea na unaenda kulalamika tena au unaenda unawaitisha watu na wewe unaanza malalamiko. Hayo mimi siyapendi. Kwa hiyo sisi kama kiongozi kweli amechaguliwa, basi angalau siju kuwepo na chuo cha viongozi na sisi tuanze kupikwa kwanza huku. Tuandaliwe kwenda kuongoza wenzetu. Maana anaweza akawa mtu kapata tu bahati, kachaguliwa bila hata kutegemea, alichukua tu fomu. Watu wakawa wamemchukia tu, mtu akaingia hajui hata afanye nini. Nataka kufahamu kuhusu namna ambavyo ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekeleza vitu kwenye jamii, lakini pia kwa vijana. Kabla ya kwanza katika ilani hii ambayo tumetoka kuizindua hivi karibuni. Karibu. Mimi nishukuru kwa kweli. Ilani Chama cha Mapinduzi kwanza kimejipanga vizuri. Kuwepo na viongozi wa chama ambao wanaangalia, watu wanakagua miradi yetu. Kama mibovu wanasema ukweli. Kuwepo na huu mwenge unaokimbizwa huu na wenyewe unaangaza. Kama mradi mbovu unasema ukweli, kunawepo na wataalamu wanaangalia. Hii tunashukuru Chama cha Mapinduzi, ndio maana hakiwezi kutoka leo wala kesho. Kwa sababu kiko toka kwenye mizizi huko. Na sasa hivi tunakuwa na mafunzo ya mara kwa mara. Tumekuwa na vyuo, hata Iringa kuna chuo pale. Hata kesho tuna mafunzo kama viongozi kwenda kufundishwa nini cha kufanya. Kwa hiyo imetusaidia sana. Kwa mfano mkoa wetu wa Iringa sisi tuna viongozi wazuri. Unaona mneki wetu yule anasaidia sana. Tukiwa tumekwama, ameshajenga majengo kibao ya hospitali ya mkoa pale. Kashajenga vitu vingi vya kijamii. Maziwa sasa hivi kwa watoto ni bure. Yeye ana kiwanda chake cha maziwa bure kwa ajili ya lishe. Kwa hiyo tukipata viongozi ambao wenye moyo kama huo na umunyo wa kusaidia, tunaweza tukafika mbali. Na utaona hata kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, wakati wa serikali za mitaa, mkoa wetu wa Iringa ndio ulikuwa namba 1. Namba 1 kwa kura nyingi za CCM. Na mara nyingi watu walikuwa kwenye 3 bora. Ndio maana hata kwenye wabunge wa viti maalum sisi Iringa tuko 3. Kutokana na hiyo nafasi. Kutokana na tunavyofanya vizuri kwenye mambo ya usimamizi na kupiga kura kwa kuhamasisha watu. Kwani hamuambukizi na wengine? Au hawataki kuambukizwa? Kuna wengine hawapendi kuambukizwa, uvivu tu hapo. Sawa, elimu, katika eneo la elimu kupitia nafasi yako viti maalum, Mheshimiwa Rita Kabati, umeisogeza vipi na kusaidia katika mkoa wako, lakini pia katika mikoa mingine, katika halmashauri ambazo umeweza kuzipitia katika eneo hilo? Umeshaona sasa mkoa mzima nimepata mradi wa computer lab. Sio kitu kidogo. Kwa kutafuta mwenyewe. Na sasa hivi kuna mabadiliko, changes kubwa sana. Kwenye hiyo computer lab programu yake kuna vitabu vyote vya kuanzia darasa form 1 mpaka form 6. Kuna mitihani kuanzia mwaka 88 up to date. Alafu walimu wanaweza kufanya maandalio, anaingia tu pale kwenye anatoka anataka kufundisha somo gani, anatoka na somo anafundisha wanafunzi.
Pengine mwalimu mwingine mvivu wa kuandaa masomo, sasa at least tutamsaidia, atafundisha vizuri, wanafunzi wataelewa. Lakini lile darasa lina uwezo, mwalimu kama labda wana kikao, wanaweza wakawaacha kwa sababu kuna kompyuta pale mbele, wakaachia masomo wakaendelea kujifundisha wao wenyewe. Lakini pia nimefanya ukarabati wa shule wa nani nyingi sana. Wa shule nyingi sana, kuwapelekea kukarabati, kupeleka simenti kukarabati, rangi sio nini. Ili nini watoto kama nilivyokuambia wapende shule. Na nishapata hata cheti cha kutambua ufaulu, kuongezeka kwa ufaulu, kwa sababu na mimi nimeweka juhudi yangu binafsi katika kuhakikisha mwanafunzi wa Iringa anafaulu. Hongera sana, kwa sababu kitendo cha kupewa hizi tunasema hizi nafasi kwamba tunatambua mchango wako ni kitu kimoja kikubwa sana. Umedokezea hapa kwamba moja kati ya mipango yako ni kuhakikisha kwamba sasa uende kupambana rasmi. Naingia jimboni. Kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Katujengea uwezo sisi wanawake. Unajua zamani tulikuwa kuna mfumo dume kwamba tunaonekana wanawake wala hatuwezi hata kuchagulika. Na tulikuwa hatuchaguliki kweli. Na ndio maana hata viti maalum hivi vikawepo. Na sasa hivi tunashukuru hata UWT inatujengea uwezo. Ukikaa vipindi viwili at least sasa uanze na wewe mapambano ya kwenda kuingia jimboni. Nia yetu tuwe 50% kwa 50. Au ikiwezekana wanawake tuzidi zaidi bungeni. Sawa. Kama ambavyo wenzetu Rwanda wapo. Mpango wako ukoje? Mimi naenda jimboni safari nakwenda jimboni. Okay. Na ajipange huko nakoenda. Ajipange sasa. Kwa nini sina shughuli ndogo? Hakuna shughuli ndogo. Shughuli zote. Kwa sababu kazi nimefanya, watu wanaziona. Na ninawapa imani kwamba nichagueni. Mimi naenda kwa sera, si tukani mtu. Ndio. Na watu wanaona mambo ninayoyafanya kimkoa, wanatamani huyu mama. Mbona wengi wameshaniambia kwenye majimbo mengi. Mama njoo gombea huko, naambia mimi ngoja nigombee huko. Ukitie huko. Safi sana. Unadhani kwamba utakapoingia umeweka picha gani kuiona pale utakapoingia kwenye rasmi sasa katika tunasema bwana sasa tayari mama umeshachukua hii nafasi, umeshakula kiapo bungeni, Mungu saidia imemalizika hiyo. Unaiona wapi lile bunge lako utakalo lile jimbo lako utakalo? Naliona jimbo ambalo nataka niweke historia. Kwanza halijawahi kutawaliwa na mwanamke. Lakini la pili, mimi nimefanya kazi kubwa nzuri sana kwa mkoa. Sasa hebu yale mambo mazuri na yahamishia sehemu dogo tu. Mimi naona ndogo. Kwa sababu ilikuwa limkoa likubwa ambao ilikuwa linanipa shida silali. Ndio. Sasa pale nalala. Kwanza nishahamia kule. Kwa hiyo mimi changamoto nazijua. Unajua tofauti nagombea lakini sijui ninachoenda kukutana nacho. Sasa mimi najua kama kule barabara ni shida, nimeshaona kwamba zile barabara shida. Tayari wapi nitakwenda? Pale sijui kuna nini? Changamoto ya pale najua kwa kwenda. Nilikuwa naenda kimkoa, sasa naenda kwa wilaya. Kwa mfano sasa nimekwambia nimefanya mradi ule wa vijana kimkoa. Sasa vijana wa ile eneo dogo watafaidika. Nilikuwa na kabati challenge cup. Nilikuwa nafanya mkoa mzima kutafuta vipaji. Naenda kufanya kadogo. Tena wajiandae, mimi nitapandisha timu yangu ya daraja la kwanza kwenye jimbo langu. Sasa nitakuwa na kiwanja kizuri sana. Sasa hivi tu nimeshampeleka mtu mwekezaji wa kiwanda. Ana ajira 500. Nimempeleka mwenyewe. Wewe mwenyewe. Sasa unafikiri watu sitaki wakose ajira kwenye jimbo langu. Sawa. Na bahati nzuri tulivyokuwa viti maalum tulipelekwa kwenda kuangalia wabunge wenzetu wa viti maalum wanafanyaje kazi. Wanawake. Tulipelekwa Uingereza, tulipelekwa China. Na mimi bahati nzuri nilipelekwa Uingereza. Nilienda Uingereza na China kote. Lakini nilipoenda mimi kwa yule dada, alikuwa mdada mmoja tena mdogo tu. Tukaenda kwenye jimbo lake siku 2. Tukajifunza. Yeye akasema kwamba yeye kazi anafanya, yeye changamoto ya kwenye jimbo lake vijana hawana ajira. Unaona? Anazitafutaje? Akatuelekeza jinsi anavyotafuta vijana kwenye jimbo lake. Mimi idea yake nikaichukulia sasa, nikaanza kutafuta vijana wangu wa mkoa wa Iringa kupata vyuo. Na ikaja ikaweka. Unaona?
Nitafuta vijana wengi sana ambao wamemaliza tena sio wamefeli. Wale wa kidato cha 4. Alafu sasa hawajapata vyuo. Kwenda vyuo vya elimu. Wengi hata wasiwajui. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nimeshajifunza ambavyo sasa nikizienda kuifanyia practical watu watakao faidika ni watu wangu wa Iringa. Mimi nilikuwa natafuta viungo kwa mkoa mzima. Sasa unaenda kupata wachache tu. Nilikuwa natafuta baskeli hizi kwa mkoa mzima. Sasa wachache tu. Michezo ilikuwa kwa mkoa. Sasa kwangu tu. Tayari unajiona kwamba najiona jinsi ambavyo watafaidika. Yaani itakuwa la mfano. Mimi napenda mfano wewe wa kuigwa kama Mama Samia anavyofanya. Safi sana. Hongera sana katika hilo. Mmoja kati ya kitu muhimu ni kitu kizuri zaidi sana. Katika mkoa tunasikia katika mikoa mingine. Vipi katika mkoa wako swala la kumtua ndoo mama kichwani? Ni kubwa kwa kiwango hicho kama mikoa mingine tunavyoona au halina nguvu kiasi hicho lakini unaweza kuishughulikia kikawaida? Uzuri wake mimi nilikuwa kwenye kamati hiyo. Kwa hiyo nihakikisha kwamba napambania hasa wanawake wa mkoa wa Iringa watuliwe ndoo kichwani, na kwa kweli tuna miradi mingi sana. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuletea ya magari ya kuchimba visima. Sehemu ambako kuna visima, kwa mfano hata kesho nakwenda Mtandika. Ni sehemu ambako mimi nimepeleka lile gari likachimbe watu wapate maji, na pale kuna Wamasai, kuna wafugaji, na tumesema kwamba watengenezee na mbaula hata vifugo wapate maji. Kuna sehemu nyingine kulikuwa kuna mto watu wanakufa kwa ajili ya kwenda kufuata maji kwenye mamba. Wameshapoteza sana viungo. Tumeshavuta maji kwa kiasi kikubwa na mimi wanajua mchango wangu. Walikuwa yani tumepambana mpaka maji sasa yamevutwa. Watu wanapata maji bila kwenda kupata athari ambazo walikuwa wanazipata. Kwenye mkoa wetu miradi imekwenda vizuri sana tu. Miradi mizuri ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kamati hiyo. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba nyumbani ni nyumbani, lazima uvutie nyumbani. Vitu vikae sawa. Ni vijiji vichache. Tuseme kusema hizo wenda kwenye vijiji vichache sana ambavyo havina maji. Karibu kila kijiji sasa hivi kuna mradi wa maji au kuna kisima. Swala la umeme, nishati, vipi katika maeneo yale? Umeisukuma vipi kuhakikisha kwamba inakuwa sawa? Vijiji vyote vina umeme. Sasa wameleta kwenye vitongoji vichache sana ambavyo havina umeme. Kwa hiyo tuko vizuri, ndio maana Chama cha Mapinduzi kinachagulika kule kwetu. Umemsikia vizuri Mheshimiwa Rita Kabati na ameeleza namna ambavyo kile anachokifanya katika katika eneo lake la kazi. Kwa nini nasema eneo lake la kazi? Kwa sababu yuko katika viti maalum. Na amesukuma sana maendeleo yaweze kwenda mbali zaidi. Mimi nimefurahi kauli yako moja ambayo umezungumza kwamba wakati unaenda Uingereza ulikutana na mbunge mwenye nafasi kama ya kwako, akakwambia kwamba moja kati ya changamoto kubwa ni kuhusu swala zima la ajira. Yupo Mtanzania, yupo kijana ambaye anasema mimi nataka niondoke niende nje kuzuri. Bwana umesikia hii? Bado kuna shida. Bado kuna shida. Tulia, fanya maendeleo. Ajira ziko hapa. Hapa. Tuta create wenyewe, na mimi vijana kwenye jimbo langu nitakuchukua wasomi kidogo na wasiwasomi, alafu tutawachanganya. Wale tutatumia vichwa vyao kuhakikisha tunatengeneza ajira kwa vijana wote. Ipo tatizo kubwa ambalo linaendelea kujitokeza hususan katika upande mzima wa elimu kuhusu swala zima la mimba za utotoni, lakini vile vile mwanafunzi kupata mimba akiwa bado yuko shule. Tukisema mimba za utotoni, kuna hao wengine ambao labda inawezekana umri wao bado hujafikia katika level ile kubwa, lakini amekutana na hii changamoto. Lakini kuna hao ambao wako shule lakini kumekuwa na hiyo changamoto ya kupata mimba. Kuna mikoa mingine tunasikia kuna mabweni na vitu vya namna hiyo, lakini bado imekuwa kwamba sio suluhisho. Lakini pia wapo wale wengine ambao wanatoka katika zile familia ambazo baba anaona kabisa kwamba baba na mama wanamkampeni mtoto kwamba usifaulu kwa sababu tayari tushachukua mali sehemu fulani. Hiyo changamoto ipo, na mila na desturi zetu na nyingine nazo wanavyomcheza mtoto wanaelekezwa kila kitu, inakuwa rahisi kwao hata kushika hizo mimba. Wengine wanataka kabisa wachezwe wakaolewe. Kwa hiyo ni mapambano na ni elimu zaidi. Bado tunapambana, na sasa hivi nafikiri kwamba mtoto akipata mimba anaacha mtoto anakwenda shule. Kwa hiyo nayo pia inatakiwa kwanza watoto wawe na hofu ya Mungu kwanza.
waone hicho kitu ni dhambi, kama tulivyolelewa sisi. Ndio. Toka tumelelewa kwamba ukifanya hiyo kitu ni dhambi, hutakiwi kufanya. Sasa hata hapa wanatakiwa hata wazazi, walezi tupambane kuhakikisha hiyo kitu inaisha, lakini pia na elimu kwenye mashule. Tumeona hata kwenye shule walimu wengine ndio hivyo wanasababisha hizo mimba. Yaani hicho kitu mimi naona nyumbani zaidi kinasaidia kuliko hata kwenye hizo jumuiya nyingine, kwamba unaweza mama ukamlea ukampa malezi mazuri, lakini tena akaenda kaharibikia shuleni. Kwa hiyo ni kumuomba tu Mungu atusaidie kusema kweli katika hiyo nafasi. Katika hiyo nafasi, lakini wale ambao tayari, kwa sababu hii imeshakuwa sheria kwamba mtoto akipata mimba arudi shule. Sasa unatakiwa tuwawekee na wenyewe kitu kizuri kwamba anaporudi kule shule, sasa huyu mtoto mwingine wana watoto wenzao. Huyu mtoto mwingine tena huko nyumbani anafanyaje? Na kuna wengine wanabakwa. Yaani hili jambo huwa nashitoka kulielezea kusema kweli. Kwanza linaniumiza sana. Linaumiza sana. Tunatakiwa tumuombe tu Mungu atusaidie. Hawa watoto wetu wasipate mimba. Na kama ndio anapewa, wengine nasikia wanapewa hizi nani za kuzuia mimba. Yaani kuna shida kidogo. Yote ni hatari. Nataka nikupe nafasi uzungumze kile ambacho unacho kwa kumwambia mwananchi mkazi wa Iringa kuhusu umuhimu wa yeye kushiriki katika kupiga kura. Tunaenda katika uchaguzi mkuu Oktoba, umuhimu wa yeye kushiriki, lakini pia umuhimu wa yeye kuhakikisha kwamba anatunza amani na mshikamano, kwa sababu neno amani na mshikamano halimaanishi tu kwa viongozi, linaanzia kuanzia huko ngazi ya chini. Nakupa nafasi hii ulizungumzie hili. Mimi kwanza niwashukuru sana Sky kunikaribisha leo kuwa mgeni wenu hapa na kuzungumza machache ambayo tumeyazungumza. Lakini kwa kweli naomba nichukue nafasi hii kuambia wananchi kwamba tumepata bahati, sasa tunaenda kwenye uchaguzi. Na uchaguzi huwa ni mara moja tu kwa miaka 5. Ukichagua vibaya kwa miaka 5 utalia miaka 5 yote. Kwa hiyo nafasi hii wasiipoteze. Kila mtu akaone mwenyewe, akamchague kiongozi anayempenda, chama anachokitaka, lakini wasikosee kwamba labda wakapewa pesa ndio wakachagua. Hii pia itamuumiza kama atachukua mtu ambaye ametoa rushwa akamchagua alafu akawa sio kiongozi mzuri. Ni kiasi cha kumpima, na tunashukuru Chama cha Mapinduzi hata kula za maoni wanaochagua ni wengi, mpaka ngazi ya balozi, mpaka wajumbe wa balozi. Kwa hiyo itatusaidia kwamba tutapata kweli hata kwenye chama mchujo wake utakuwa mzuri. Na tunamshukuru sasa hivi watachuja, wataingia kwenye tanuri wa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwamba watachukua wengi alafu watapimwa, watabakia 3, alafu kwenye hao 3 ndio watachaguliwa mmoja. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana. Kila mtu mwenye uwezo wa kwenda kuomba nafasi aombe, kwa sababu kuanzia tarehe 27 majimbo yatakuwa wazi. Lakini kuanzia kesho kwenye ngazi ya udiwani kuko wazi, manake madiwani halmashauri zote madiwani mwisho leo tarehe 20. Kuanzia tarehe 21 kata ziko wazi. Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kuchukua fomu ya kuomba kuchaguliwa na kuchagua. Kwa hiyo ndio kipindi kizuri sasa cha kupima kiongozi mzuri ni nani, ili aweze kwenda kupewa tena kipindi cha miaka 5. Na tumuombe, lakini Mwenyezi Mungu pia tuombe hata wenzetu taasisi za dini mbalimbali waombea amani, kwa sababu tumeshaona kwenye nchi nyingine ambako hakuna amani kwa ajili ya uchaguzi hakukaliki, na kunakuwa uchumi tena unakuwa ukui, lakini tunakuwa tunaharibu mali bila sababu. Kwa hiyo ni kitu kizuri pia kuwa na amani wakati wa uchaguzi, ili kila mtu achague kile ambacho ameona kwamba anaweza kiongozi atakayemsaidia kwa kipindi cha miaka 5. Sawa. Kuna jambo nikasema kabla ya kukuruhusu tugusie. Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo ina chakula kinapatikana. Mnapambana vipi na nini mikakati ya kuhakikisha kwamba mnaondoa kitu kinaitwa utapiamlo? Nikiwa namaanisha mpango wa lishe uko vipi? Ni kweli, kwanza tunasikitika kwamba mikoa yetu Iringa, Mbeya, Njombe tuko kwenye 3 bora mbaya za lishe duni na udumavu. Kwa nini hali? Tuko kwenye mambo ya ukimwi tena tuko hivyo hivyo. Yaani tuko kwenye hatarishi tu. Na ongoza tu. Na wakati sisi wenyewe ndio tuna chakula cha kutosha, tunalisha mpaka wenzetu. Changamoto nafikiri ni elimu ya kuanzia
mtoto anavyokuwa huku chini au kuanzia mimba, kwa sababu tunakuwa tuna mawanga mengi. Sasa upangilio tu wa chakula, kwamba chakula makundi yale mangapi hatuzingatii. Lakini tunashukuru sasa hivi elimu inatolewa kila kwenye tunapofanya mikutano, anakuwepo mtu wa lishe anatoa elimu. Lakini pia hata katika halmashauri zetu ilikuwa inatengwa pesa kwa ajili ya kutoa elimu, ilikuwa inapelekwa kwenye mambo mengine badala ya kwenda kutumika kwenye mambo ya lishe. Lakini kuna maafisa lishe sasa hivi mpaka kwenye kata. Kwa hiyo tuna imani kwamba kule kliniki yuko sehemu yote ile watu watapatiwa elimu jinsi ya kulisha watoto wao na wajawazito, ili utapiamlo na udumavu tuondokane kwenye hayo makundi, maana tunasikia hata aibu. Sawa. Yeah. Mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge Rita Kabati, mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Iringa, amekuja hapa leo na Sky International TV kuzungumza nasi, na umemsikiliza alivyoanza mwanzo kueleza kwamba namna gani ambavyo kiukweli safari iliyotokea nayo udiwani na mapinduzi aliyofanya kwenye jamii, makayo lazima niyaite mapinduzi ambayo umefanya katika jamii na kule ambako anaelekea. Mimi kwanza nikutakia kila laheri katika safari yako nyingine. Asante. Kubwa, na naamini nikija tena hapa nitakuwa mpunge ajili. Takala naitamani sana kwa tuweze sio mbali kwa 11 kuishuhudia hiyo jambo, na naamini kwamba Mungu akikuwezesha tu kumefanikiwa. Naomba hapa hiyo kituo cha kwanza ili tulimalize hiyo. Mtazamaji wa Sky TV, asante kwa kuwa pamoja nasi. Jicho likifumbuka ndio hiki ambacho nakipata, na jicho likijifumba basi jua linatengeneza kitu kingine, ambapo likifumbuka tena kuna kitu kingine kizuri kinafuata. Jicho letu ndio hili. Mariango Mgeta ndio mimi. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Andika tu Sky International TV ili uweze kupata vipindi vyetu bora kabisa ambavyo tunavyo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki, na kila sababu ya kuweza kumshukuru Kenny pamoja na Side, wao ndio wamehusika zaidi katika kuhakikisha kwamba jicho letu linakufikia pale ambapo wewe upo. Mimi ni Mariango Mgeta, siku iwe njema. Sky TV.